Ndugu wanahabari, pamoja na wote tuliomo ndani ya ukumbi huu, jina langu ninaitwa Nicholas Carlos Majura, ambaye nimekuwa ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tangu kilipoanzishwa mwaka 1993. Katika muda huo nimetumikia chama hiki katika nyadhifa mbalimbali, kuanzia ngazi ya chini kabisa na hatimaye katika wilaya ya Ilemela, ambapo kabla uchaguzi uliopita nilikuwa katibu wa wilaya. Leo pamoja na hawa wote waliomo ndani ya ukumbi, ambao mpaka tunapozungumza sasa hivi tulikuwa ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tumefikia hatima ya kuondoka katika chama hicho, yaani wanachama wetu unakoma rasmi leo kwa sisi kuamua kujiondoa kwenye chama hiki. Kwa nini sisi tunaondoka? Tunaondoka kwa kuzingatia kwamba misingi ya kuanzishwa kwa chama cha siasa, kwanza kinapaswa kuwa na itikadi, baadaye kitatengeneza sera, kutakuwa na misimamo inayotokana na maamuzi na vikao vya chama kwa kuridhiwa na wajumbe wote. Bahati mbaya sasa chama kimekuwa kikiendeshwa kwa misimamo ya viongozi badala ya kuendeshwa kwa maamuzi ya chama yaliyotokana na vikao halali. Itikadi imeachwa pembeni, heshima kwa mtu na mtu imeondoka, thamani za watu zimeshushwa, wamekosa kutambuliwa. Limetokea likiambatana na uchaguzi mkuu wa ndani ya chama uliomalizika, na bahati mbaya limeendelea kukua siku hadi siku. Hatimaye limekifikisha chama mahali ambapo lengo kubwa la chama cha siasa ambalo ni kushika dola, chama kimelikataa. Viongozi wamekuja na hoja ya no reforms, no elections. Na hoja hizi bahati mbaya hatujaelezwa kwamba hoja hizi zinatekelezwaje ili hizo no zote zikamilike. No ya kwanza ya no reforms, inajulikana kabisa hakuna reforms mpaka sasa na hazitakuwepo. No election kwa sababu kwa maana ya kuzuia uchaguzi, imedhihirika kwamba Chadema haiwezi kuzuia uchaguzi, kwa sababu ukitazama hata watu walivyokwenda kusaini maadili ya uchaguzi, ambalo limekuwa ni jambo la kawaida, chama ambacho hakikusaini ni Chadema tu. Kwa tumeshindwa kuunganisha nguvu ya vyama vingine, tumeshindwa kuunganisha nguvu ya makundi mengine ili kuzuia uchaguzi. Maana yake Chadema hatuwezi kuzuia uchaguzi kama chama kimoja. Mimi na wengine hususan waliomo humu kutoka kwenye majimbo ya Misungwi, Kwimba, Nyamagana, Ilemela, Buchosa, wote wanaamini hilo haliwezekani. Na ndio maana hawa wakiwakilisha wengine kutoka katika maeneo niliyoyataja wameamua kukoma kuwa wanachama wa chama hicho. Inawezekana kwamba hicho kinachoitwa uamuzi wa chama kwa maana ya misimamo ya chama labda kina tija, lakini hakijaeleweka kwa watu. Ilikuwa ni kazi ya viongozi kuwaelewesha watu, nao watu ni wanachama wa Chadema, kwamba hiki kiko hivi, kitatekelezeka kwa namna hii na hatima yake itakuwa ni hii. Badala yake hilo limeshindikana. Ndio maana hata wale wanachama wengine wa chama 51 walipomwandikia katibu mkuu barua wakitoa maoni yao kwamba wao kama watiania za ubunge wanaona ni bora chama kikaingia kwenye uchaguzi, hawakujibiwa yale maoni yao kwamba yamepokelewa au yamekataliwa,
lakini badala yake sasa walianza kushambuliwa hadharani, wakiitwa waasi. Kila mkutano ukiendelea unawaita watu waasi, na imekuwa ndio wimbo. Lakini watu hawajaelezwa wale 55 walisema nini kwa chama, chama kiliwajibu nini, uasi wao unatokana na nini. Ni kwa sababu watu wanaongoza chama kwa misimamo ya viongozi badala ya misingi ya chama cha siasa. Baada ya kuona kwamba haya tunayoyasema na aliyosemwa na wengine 55 yamekutana na sikio la kufa, mwisho wa siku chama kikagoma kwenda kusaini maadili ya uchaguzi, maana yake kukosa rasmi sifa ya kushiriki uchaguzi. Tumetafakari, je, ndani ya chama hiki tukiendelea mwisho wetu utakuwa ni upi? Tukaona mwisho hauonekani, tumaini limefifia, mwanga umezimika. Kwa kuwa sisi ni wanasiasa, tunafanya siasa kwa lengo la ukombozi wa taifa, sio la kupata mambo binafsi, tukafikiri tunapaswa kutafuta mwelekeo mpya. Na baada ya hapa rasmi ni kwamba watu watakwenda kwingine, ingawa haijajulikana mtu atakwenda wapi kushiriki siasa, lakini naamini huu sio mwisho wetu wa kufanya siasa. Hivyo basi, kwa kuzingatia hayo, kwa kuzingatia historia ambayo viongozi wa chama hiki kwa sasa wamekataa kuishi kwa kujifunza kutoka kwenye historia, ila waishi kutoka kwenye matukio, tukaona hapana. Na bahati mbaya, kwa mara ya kwanza chama kinaongozwa na watu walioshiriki historia na matukio yaliyofanya vyama vingine vikagawanyika. NCCR Mageuzi iligawanyika kwa sababu ya viburi vya viongozi. Leo NCCR Mageuzi kimekuwa chama kidogo sana ambacho hakijai kwenye kitanga cha mkono, lakini ndio kilikuwa chama kikuu cha upinzani mwaka 95. CUF kama chama cha sasa kimegawanyika. Hatimaye kuna wengine walikwenda ACT, kimebaki kuwa chama cha Lipumba. Pengine kitaenda kufikia hatima ya chama cha TLP kilichokuwa cha Mlema, au chama cha UDP kilichokuwa cha Mzee Cheo, kwa sababu ya kiburi cha viongozi na kudhani mtu mmoja yeye kwa fikra zake basi anaweza kuongoza chama kikawa taasisi, jambo ambalo katika sayansi ya siasa misingi ya uongozi linakataa. Kwa hiyo bila kusema mengi, nihitimishe kwa kusema kwamba mimi binafsi rasmi wanachama wangu ambao umedumu tangu mwaka 1993 umekoma leo, na wenzetu hawa ambao tulikuwa wanachama kwenye chama hicho, kwa kuwepo kwao hapa pamoja na sisi, na wao wanathibitisha rasmi kwamba wanachama wao umekoma rasmi leo. Tuwatakie waliobaki kwenye chama hicho kazi njema na mafanikio kama watayapata, kwa kuwa sisi na mimi kama mmoja wao ni miongoni mwa wale tulioshiriki tangu hatua ya awali ya ujenzi wa hiki chama. Tumepitia hatua zote za ujenzi, tunajua kwa nini kilikuwa, na sasa hivi tunaona kwa nini kinaanguka. Lakini kwa kuwa kuna watu walikuja leo ni viongozi wa kitaifa wakitokana na Operation Sangara, basi wanaweza kuamini Operation Sangara ndio Chadema, au jina la mwanachama fulani ndio chama cha siasa. Na ndio maana leo utasikia watu wanasema wale walikuwa timu fulani na sisi tulikuwa, lakini wao hawasemi wako timu fulani. Kwa hiyo kumekuwa na timu Mbowe na timu Lissu, alafu Chadema imekosa watu. Kwa kuwa hilo liko wazi kwa mwenye hiari ya kutafakari, basi mimi nimetafakari kwa kiwango changu na niko radhi, nimeridhia na nimeamua rasmi kwamba sasa mimi sio mwanachama
wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. BMG, pamoja daima.